Basi msifanye kosa kama hili, mkachukua watoto wenu wa kiume mkawatwaa kwenda kuoa, wakaenda kuoa huko kwenye nchi nyingine, wakaenda kuoa kwa mataifa, watu ambao wanaabudu miungu mingine. Msiruhusu wana wa watoto wenu wa kiume wakaenda kuoa huko. Lakini anazungumza pia hata kwa wanawake, akasema msitwae watoto wenu wa kike wakaenda kuolewa na watu wa mataifa. Mkifanya hivyo mtakuwa mnakosea. Maandiko matakatifu yanatuelezea ni kosa kubwa sana mzazi kuruhusu mwanae akaolewe na mwanamume ambaye sio wa imani yake. Wewe unayenisikiliza mzazi, usiruhusu mtoto wako akichumbiwa. Kama wewe ni Mkristo, hakikisha unaolewa na Mkristo mwenzako, kwa maana wote mtakuwa na imani sawa na mifumo yenu itakuwa sawa, mafundisho yenu yatakuwa sawa, mioyo yenu itakuwa sawa, ibada yenu itakuwa sawa, mitazamo yenu itakuwa sawa, na ndivyo mtaunganishwa katika ibada ya ndoa yenye misingi iliyo na mfumo wa Kikristo ambao Biblia imeweka. Tutaoana na Wakristo wenzetu. Biblia inasema ni kosa kubwa kwa ajili ya kukosa kubwa sana kwa wazazi kuwaozesha wana wa watoto wao na kuwaozesha kwa mataifa. Enyi wazazi ambao mmeweza kuzaa watoto na wamekuwa hawa watoto wa kike wamejikuta wanachumbiwa, lakini wale wanaume ambao wanakuja sio watu wa imani yako, ni kosa kubwa sana kumwozesha binti yako mwanaume ambayo sio wa imani yake. Maana yake ni nini? Matokeo yake ndoa hiyo itakuwa ni taabu, moyo wake utaibwa na watajikuta ibada ambazo ni takatifu hazitafanyika. Maana mafahali wawili hawawezi kukaa kwenye zizi moja, ya kwamba huyu anaabudu miungu fulani, huyu anaabudu miungu hii. Hawawezi kukaa sehemu moja, hawawezi. Nuru na giza haviwezi kupatana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, napenda kukusalimu na kukushukuru wewe ambaye umeendelea kunifuatilia katika bara la Ulaya. Niseme tu Mwenyezi Mungu apate kukubariki na kutunze katika siku ya leo. Ni mimi yule mtumwa wako mwinjilisti Pascal Cassian. Mwenyezi Mungu ametupatia neema tena ya kuweza kujumuika pamoja, wewe unayenitazama katika bara la Ulaya ama bara la Afrika. Mwenyezi Mungu apate kukubariki sana. Katika siku ya leo Mwenyezi Mungu amenipa neema uweze kujifunza na wewe mambo mengi muhimu ya kutusaidia katika safari ya kiroho. Mara nyingi nimekuwa na masomo tata kutokana na ulimwengu unakoelekea. Kwa hiyo kumekuwepo ulimwengu uliochanganyikiwa, ulimwengu uliokubali kufata mkumbo, ulimwengu uliokubali kufata watu wengi, kwamba kwa sababu watu wanaabudu hivi na wao wanafata hivyo. Kwa ndio ulimwengu ulivyojaa, ni ulimwengu wa kufata wengi wape, sio kwamba ni kufata Biblia, kwamba neno la Mungu linasema hivi nasi tutafata hivi. Kwa tumekuwa na ulimwengu ambao tumekuwa na watu katika nyakati hizi wanaofata watu kwa sababu ni watu wengi na wao ndio wanafata hivyo. Lakini kiukweli, kutokana na Mungu ambavyo anazidi kusema nami ndani ya nafsi yangu katika masomo na mafundisho yangu mbalimbali, yamekuwa yakiwafanya watu kubaki midomo wazi. Kwa nini? Kwa sababu ukichagua kubaki katika njia ya neno la Bwana, basi utaonekana mtu wa ajabu sana. Na pengine mtu anaweza akashambulia, na pengine mtu mwingine niweze tu kusema kwamba sikatai kupoteza marafiki, kwa sababu siku zote unapokuwa kinyume na Wakristo wengi waliochukuliwa na ulimwengu, maana yake kwamba wewe utakuwa maadui. Sasa kama vile ambavyo Danieli pamoja na wenzake waliweza kujikana, wakasema tutaweza kutokuisujudia sanamu, hata kama watasujudia sanamu maelfu na maelfu katika mji huu, hatutaweza kusujudia sanamu. Vijana ambao ni watatu waliweza kuwa kinyume katikati ya ile nchi. Nataka niseme hata hivyo katika nyakati za mwisho, Mungu anataka watu ambao watakubali kuonekana tofauti katika ulimwengu uliozoa maelfu na maelfu, watu wenye mtazamo kutokana na matakwa ya wazazi na wazee ambao wamewarisisha, lakini wamerisisha uongo, watu ambao wamekubali kuenenda na watu wengi wape katika maisha yao, wamekubali kwamba kule ambako watu wengi wanakwenda na ndiko huko sisi tutakwenda. Lakini tunapoona kwamba watu wachache hawa
tunaona kwamba hawa hawana akili. Sasa sikiliza, na ndivyo ilivyokuwa katika kile kipindi cha Nuhu, wakati ambapo Nuhu pamoja na familia yake walipokuwa waking'ang'ana kujenga safina, walionekana ni wajinga, walionekana ni washamba, na wakati umefika mvua inataka kulanda, waliingia katika safina ndani, na watu wenye akili maelfu na maelfu walipotazama, wakatazamana, wakaona wao waliokuwa na wapinga ni wengi. Kwa hiyo wakaendelea kupongezana na kuendeleza mambo ya ulimwengu. Na ndivyo vile vile ilivyokuwa. Na saa ilipofika siku 7 kabla walikuwa wameshaingia katika safina, wasijue kwamba tayari mlango wa rehema umekwisha kufungwa. Na ndivyo ilivyo katika nyakati zilizo nazo. Mafundisho mengi ya uongo yametokea, na ndio yametukuzwa kama ni sehemu ya Ukristo. Kwa hiyo watu hawakubali kufuata kile ambacho Kristo anataka katika neno lake, bali wanafuata kile ambacho watu wanafuata wengi. Biblia inaeleza tena katika maandiko matakatifu, anasema kwamba watu wangu wameniasi, waniabudu bure, wakisikiliza mafundisho yaliyo maagizo ya nani? Maagizo ya wanadamu. Zipo sikukuu, nimefundisha habari ya sikukuu mbalimbali ambazo wanadamu walizianzisha, sio Mungu, na zikaingizwa ndani ya makanisa na zikachukuliwa kama ni sehemu ya sikukuu za Kristo. Nimezungumzia Christmas kwamba imeletwa na mwanadamu, haina mashiko kwenye maandiko matakatifu, na hii ikaleta mzozo kwa mioyo ya watu, kwa sababu wameiweka siku hii miaka mingi. Wazee wameweka, utawala wa Kirumi, papa ambao walianzisha ibada hizi za kishetani ndani ya ibada takatifu. Sikukuu hii ilikuwa ni sikukuu ya Tamsi, yani huyu ni Mungu jua, ambaye huyu Mungu alikuwa naabudiwa kule wapi? Aliabudiwa kule Rumi. Katika miaka hiyo alikuwa naabudiwa. Soma, kulikuwa na miungu mingi, na ndipo katika utawala wa kina Konstantini, hawa ndio walioruhusu sasa mambo haya ya katika utawala huu yakaingia mafundisho ambayo yalikuwa kinyume katika miaka hiyo, na sikukuu hii wakaona sasa ni vyema kuingiza ili waungane. Lakini mafundisho haya unapokuja kuyafundisha, kuambia watu habari hizi, ndivyo watu wanapinga kabisa. Kwa hiyo nimeleta masomo ambayo kidogo yamekuwa kigonga vichwa vya watu wengi, ni kutokana na mitazamo yao. Sasa basi, katika siku ya leo tena ninatamani kwenda kujifunza neno la Mungu. Tuendelee kujifunza. Mwenye kusikia na asikie, mwenye kuelewa na kufuata roho ambayo anayaambia mataifa. Ulimwengu unazungumzwa na Bwana akiagiza kwa roho wake. Sisi kazi yetu ni kusema. Haijalishi tutapoteza marafiki wangapi, haijalishi tutapoteza ndugu jamaa na marafiki, lakini kwa sababu kazi yetu sio kuokoa, bali kazi yetu ni kusema ujumbe. Tumeambiwa tu kuzungumza kile ambacho Kristo ametupa neema ya kukifanya na kukifahamu kwa ukombozi na rehema ya kuyajua maandiko. Basi ndicho tunachopaswa kukifanya katika ulimwengu. Tunafanya sisi, tunafanya bila malipo, tukijua malipo yetu yako mbinguni. Katika somo letu la siku ya leo, kabla tujaenda katika masomo hili, funika macho yako basi tupate kuomba. Baba yetu na Mungu wetu, tunakushukuru kwa sababu umeendelea kuwa mwaminifu. Baba, karne zinaendelea kusogea na kusogea, nyakati za kurudi kwako tena zinazidi kusogea. Yesu, tusaidie tukuelewe, kungali nafasi ipo, neema umetupa ili Mungu tusije tukafungiwa mlango nje. Fanya mioyo yetu iwe kati ya watu ambao wenye kuyakubali mafundisho ya kweli na kutokusikia mafundisho ya mashetani. Tuondolee roho ngumu za kutokuamini. Baba, utufanye kuwa na roho ya kuyachunguza maandiko kama watu wako wa Beroya. Asante Mfalme, leo utatufundisha tena kwa neema yako hii ya pekee. Basi nashukuru Mungu kwa sababu atakuwa pamoja nasi. Sasa somo langu leo linasema, maana limekuwa ni maswali ya watu wengi. Wameniuliza, mtumishi wa Mungu, hivi inawezekanaje, ni sahihi kuoa mwanamke asiyekuwa wa imani yako ama kuolewa na mwanaume asiyekuwa wa imani yako? Watu wengi, hili ni swali ambalo limekuwa likitililika katikati ya maswali yangu hivi. Sasa leo natamani kujifunza hili jambo. Je, ni sahihi mwanamke kuolewa na mwanamume ambaye sio wa imani yake ama sio wa dhehebu lake, dini yake?
Maana yake ni imani yake, mwongozo wa imani yake. Je, ni sahihi kuolewa na mwanaume ambaye sio wa imani yake, ambaye sio wa ibada yake? Je, ni sahihi kuolewa na kuoa mwanamke wa nje ya imani yake? Hili ni swali ambalo leo nimeona ni vyema nililete kwako. Lakini Biblia nilivyokuambia, hatutaongozwa na vitabu vilivyoandikwa na wanadamu. Vitabu vyote vitaandikwa, vitabu vya maaskofu, vitabu vya mitume, vitabu vya watu mbalimbali maarufu, wakisema neno la Mungu ndani yake. Lazima tuvipime kama vinakuwa vina mizani katika Biblia. Tukiona vitabu hivyo pamoja na umashuhuri wake havisemi kweli ya Biblia, hivyo sio vitabu, ni kuviweka mbali, hata kama ni vya watu maarufu kiasi gani. Kwa hiyo chochote kile, Biblia ina majibu. Na ndio maana hata katika ile swala la kuoa mwanamke ambaye sio wa imani yako linaleta utata, na kuolewa na mwanaume asiye wa imani yako limeleta utata. Lakini ni kwa sababu hatujakubali kuyachunguza maandiko. Biblia haikuacha wazi kila aina ya maisha yetu duniani tunayopaswa kuishi. Sasa tunaenda kuiuliza Biblia inasema nini juu ya hii hali. Hebu sikiliza, ukisoma katika Nehemia 13 na ule mstari wa 25. Nehemia 13 mstari wa 25, maandiko matakatifu yanazungumza. Sikiliza vizuri. Nikawaapisha kwa Mungu nikasema, msiwaoze wana wa binti zenu, wala msiwatwae binti zao ili waolewe na wana wenu, wala na ninyi wenyewe. Sikiliza katika mstari wa 26. Je, Suleman mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Tena hapa alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli. Walakini wanawake wengine walimkosesha hata yeye. Ngoja nirudie katika mstari wa 26 huu. Una mantiki nzuri ya somo letu siku ya leo. Je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake. Tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli. Walakini wanawake wengine walimkosesha hata yeye. Katika mstari wa 27, basi na sisi je, twawasikilize ninyi kutenda neno hili baya, hata kumharifu Mungu wetu kwa kuwaoa wanawake wengine? Kumbe tunaona katika kitabu Mungu anajieleza. Mungu alizungumza na wana wa Israeli, akazungumza na wana wa Israeli akawaambia, msisubutu kuwatoa vijana wenu wa kiume waende kuoa. Waende kuoa wapi? Katika mataifa mengine tofauti na nini? Tofauti na Israeli. Maana yake ni kwamba Mungu alitoa tahadhari, akawaambia ya kwamba msisubutu kuchukua vijana wenu, watoto wenu wa kiume, wakaenda kuwatoa wanawake wa huko kutoka kwa mataifa mengine tofauti na taifa hili la Israeli ambalo nimelichagua kutoka katikati ya utumwa. Kwa hiyo ili kuendeleza kizazi cha watu wanaonipenda na kunitukuza, basi msifanye kosa kama hili, mkachukua watoto wenu wa kiume mkawatwaa kwenda kuoa, wakaenda kuoa huko kwenye nchi nyingine, wakaenda kuoa kwa mataifa, watu ambao wanaabudu miungu mingine. Msiruhusu wana wa watoto wenu wa kiume wakaenda kuoa huko. Lakini anazungumza pia hata kwa wanawake, akasema msitwae watoto wenu wa kike wakaenda kuolewa na watu wa mataifa. Mkifanya hivyo mtakuwa mnakosea. Maandiko matakatifu yanatuelezea ni kosa kubwa sana mzazi kuruhusu mwanae akaolewe na mwanamume ambaye sio wa imani yake. Wewe unayenisikiliza mzazi, usiruhusu mtoto wako akichumbiwa. Kama wewe ni Mkristo, hakikisha unaolewa na Mkristo mwenzako, kwa maana wote mtakuwa na imani sawa na mifumo yenu itakuwa sawa, mafundisho yenu yatakuwa sawa, mioyo yenu itakuwa sawa, ibada yenu itakuwa sawa, mitazamo yenu itakuwa sawa, na ndivyo mtaunganishwa katika ibada ya ndoa yenye misingi iliyo na mfumo wa Kikristo ambao Biblia imeweka.
tutaoana na Wakristo wenzetu. Biblia inasema ni kosa kubwa, kwa ajili ya kukosa kubwa sana kwa wazazi kuwaozesha watoto wao, kuwaozesha kwa mataifa. Enyi wazazi ambao mmeweza kuzaa watoto na wamekuwa hawa watoto wa kike wamejikuta wanachumbiwa, lakini wale wanaume ambao wanakuja sio watu wa imani yako, ni kosa kubwa sana kumwozesha binti yako mwanaume ambayo sio wa imani yake. Maana yake ni nini? Matokeo yake ndoa hiyo itakuwa ni ya taabu, moyo wake utaibwa na watajikuta ibada ambazo ni takatifu hazitafanyika. Maana mafahali wawili hawawezi kukaa kwenye zizi moja, ya kwamba huyu anaabudu miungu fulani, huyu anaabudu miungu hii. Hawawezi kukaa sehemu moja, hawawezi. Nuru na giza haviwezi kupatana. Anamaanisha kwamba haiwezekani. Huyu anamwambia Yesu niokoe, huyu anasema labda Muhammad niokoe, Muhammad anasema Mtume Muhammad niokoe. Sasa hapa anasema haiwezekani nuru na giza vikakaa kwa pamoja. Kama ni Mkristo aolewe na Mkristo mwenzake, na kama ni Muislamu aolewe na Muislamu mwenzake. Maana yake nuru na giza, maana yake huyu Muislamu anaona Ukristo ni giza, ni mtu amepotea, ni mkafiri. Alafu huyu Mkristo anaona huyu Muislamu amepotea, huyu ni mtu ambaye ni mtu mpagani. Maana yake ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hawawezi kushare wakaitwa mwili mmoja. Watakuwa mwili mmoja, lakini katika mambo ya moyo hawatakuwa sawasawa. Na ukumbuke nguvu ya kudumu, nguvu ya maisha inaanzia ndani. Kwa hiyo haiwezekani kwamba hapa masuala ya mwilini wawe pamoja, lakini ndani ya mioyo yao wawe tofauti. Maana Biblia inavyosema kwamba wanapokuwa wameoana, wamekuwa mume mmoja na mke, maana yake ni kwamba wameunganishwa, wamekuwa mwili mmoja. Sasa maana yake kama umemuoa mwanamke ambaye anaabudu miungu tofauti na ya kwako, maana yake kwamba unakubali mpaka miungu ya kwao ikufuate. Maana yake kama miungu hiyo ni miungu yenye matatizo, inayokinzana na imani yako, inayokinzana na safari yako, inayokinzana na wokovu wako, tayari utakuwa umeikaribisha nyumbani mwako, na matokeo yake utafanya maamuzi yaliyo kinyume na Mungu wako na imani yako. Kwa hiyo ni kosa kubwa kuolewa na mwanaume aliye nje ya imani yako. Lakini sio hivyo tu, ni kosa kubwa kuolewa na kuoa mwanamke ambaye sio wa imani yako. Kwa sababu gani? Misingi inatofautiana. Anataka nikwambie, ukitaka ufanikiwe, oa mwanamke anaendana na imani yako. Mafundisho ndani ya kila kitu kinaanzia rohoni. Ukioa mwanamke wa imani yako, inakupunguzia changamoto. Hata kama changamoto kwenye ndoa haziishi, lakini inakupunguzia changamoto. Maana yake itasababisha usimtende Mungu dhambi kwa sehemu kubwa. Ndivyo Biblia inavyoelezea. Kwa hiyo ni kosa kwa vijana ambao bado hamjaoa, ni kosa kwa vijana ambao ndo mnataka kuingia katika ndoa. Hakikisha unatafuta mwanamke wa imani yako, hakikisha unatafuta mwanaume wa imani yako. Huyo ndiye atakuwa ni sahihi, au nampenda Mungu katika imani yako. Usiolewe tu kwa sababu ya kwamba umri umeenda. Usiolewe kwa sababu tu kwamba watu wanasema ya kwamba wewe na wewe. Usiolewe kwa sababu jambo fulani linakushinikiza. Ndoa ni swala ambalo linakuhitaji uweze kufanya mahesabu. Unapoingia kwenye ndoa, jua umeingia kwenye changamoto ambazo ni za ulimwengu. Na ndio maana Paulo anashauri, anasema kwamba ningelikuwa mimi na shauri ingewezekana msioe. Anasema ni heri msioe na shauri kama mimi. Manake huyu alikuwa na roho wa Mungu na alikuwa tayari ameshaingia kwenye ndoa. Paulo anazungumza, ningewezekana mngenisikiliza mimi, lakini si Bwana, ila mimi ninavyoona kama mtumishi wa Bwana nina nafasi ya kushauri, bora msioe. Kwa nini? Paulo aliona jinsi ambavyo hatari ya ulimwengu, ndoa, jinsi ambavyo zitawafanya watu wengi wasiuone uzima wa milele. Paulo alisema katika nyakati za mwisho, aliona katika mwongozo wa Roho Mtakatifu, ndoa zitakuwa ndio msiba. Nyumba za watu wengi zitakuwa zinajengwa kwa gharama. Watu watatumia ndoa kwa magharama, mamilioni. Pete za ndoa zitakuwa ni za mabilioni, dhahabu
lakini ndoa zenyewe zitatumika za kifahari, lakini ndoa hazitadumu. Zimesababisha ndoa nyingi, wengi wamekwenda mahala, wameingia wakiwa na ndoto ya mafanikio katika ndoa, lakini ndoa zao zimefikia hatua zimeharibika, zimeharibu maisha yao. Ndoa zimefanya wengi ndoto zao zikaharibika, zimeishia makaburini. Wapo watu wengi walioingia kwenye ndoa katika nyakati hizi. Ndoa zimefanya watu wengi walie vilio, wajutia maisha. Kwa sababu gani? Nataka nikwambie mtu wa Mungu kwamba kadri siku zinavyokwenda ndivyo shetani anazidi kupiga vita juu ya ndoa. Anapiga vita imekuwa ni kubwa katika ndoa, na ndivyo ilivyo. Ndio maana Paulo akasema, mnapotaka kuingia katika ndoa lazima ifikie hatua, angalia mtu wa imani yako. Biblia inasema angalia uwe mtu wa imani yako. Hii itapunguza, itakusaidia. Lakini katika Biblia inaeleza mahala fulani wametoa mfano mzuri kabisa. Huu anazungumza huu mfano, anasema hivi, anasema namna hii, anasema hivi uonapo hapo, anasema hivi, je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi akatenda hayo? Lakini katika mataifa wengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake, tena alipendwa na Mungu wake, naye Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli, walakini wanawake wengine walimkosesha. Tunamuona mtu ambaye katika Biblia, ambao Biblia yenyewe imemtolea mfano, ambapo inasema katika kitabu cha Nehemia ya kwamba hivi, unamkumbuka mtu mmoja aliyesifika kwenye ulimwengu huu na hajawahi kutokea mfalme kama yule, aliyekuwa anaitwa ni mtoto wa Daudi. Nani huyu? Alikuwa anaitwa Suleman, ambaye ni Suleman. Biblia inasema hapakutokea na hapatatokea mfalme kama Suleman. Hekima ilikuwa ndani yake, alikuwa na hekima kubwa, ndio maana aliweza kuwa maintain, kuweza kuamudu wanawake. Biblia inasema alioa wanawake 700 na alikuwa na michepuko. Kwa lugha ya leo, alikuwa na michepuko 300. Biblia inaita kama mazulia, ambapo Suleman wanawake waliofunga nao ndoa, maanisha kwamba alioa wanawake 700 na wote alikuwa akiwaamudu, anawahudumia vizuri katika vitu vyote ambavyo vinamhusu mwanamke. Suleman alipewa nafasi hiyo, alikuwa na uwezo, hekima yake na maarifa yake, alikuwa na uwezo wa kuamudu wanawake 700 na aliwaoa katika ndoa za halali zilizotambulika katika miaka hiyo. Zitambulika hizo ndoa miaka hiyo alioa Suleman, lakini alikuwa na michepuko 300, manake wanawake jumla walikuwa 1000. Leo hii hapa haijawahi kutokea mwanaume akamudu wanawake 200 kwa wakati mmoja. Hayupo katika ulimwengu huu, hayupo. Hata wanawake 50 hayupo. Japokuwa nilimuona mzee mmoja pale nchini Kenya. Unajua Kenya pale kumekuwepo na matukio ya kutisha sana, matukio ambayo ni ya kusisimua. Nilimuona mzee mmoja ambaye ameoa wanawake 20 yuko pale Kenya. Sasa sijui huyu mzee, nimemwangalia miaka 2 iliyopita katika interview na wake wengi, ana wake wengi sana, watoto ana watoto karibu 100 na kitu, na anaendelea, anasema kuoa na anaendelea kuzaa. Unaona, sasa tunamuona Suleman alioa wanawake, lakini maandiko matakatifu anasema kwamba katika hao wanawake wengine ndani yake aliowatwaa. Biblia inasema miongoni mwa wanawake waliokuwa ndani ya ile hesabu, sijui sasa ndani yake walikuwa ni mazuri ya wale michepuko ndio waliomkosesha. Inawezekana ndani ya wale 700, inawezekana hao waliowaoa ndio miongoni wao walikuwa ni wa mataifa mengine. Kwa hiyo Suleman alioa wanawake wa taifa lake ambao wanamjua Mungu wa taifa lake. Suleman alioa katika misingi hiyo, lakini maandiko yanasema alifikia hatua akaenda kutwaa wanawake nje ya taifa lake, wanawake wanaoabudu miungu tofauti na ya kwake, wanaoamini Mungu tofauti na ya kwake, wanafukiza uvumba. Ndio maana tunasema kwamba Suleman alitenda dhambi kwa njia ya wanawake hao, wakamkosesha. Pamoja na hekima yake hakuweza kupambanua hiki ni kibaya, hiki kizuri, lakini Suleman alijikuta amemkosea Mungu na kumtenda dhambi
kwa kuabudu miungu kwa njia ya ushawishi wa mioyo ya wanawake. Kwa hiyo Biblia inaeleza kwamba unapooa mwanamke ambaye yuko kinyume na imani yako, itasababisha kuhamisha moyo wako. Utafata, kwa sababu Biblia inaeleza kwamba unapokuwa tayari umeungana na yule mwanamke au mwanaume, nyinyi mnahesabika mmekuwa mwili mmoja, nafsi yako na nafsi yake vinaungana. Kwa hiyo Biblia inaeleza kwamba Sulemani alihamishwa imani yake, na matokeo yake hakuweza kumtetea Mungu wake, hakuweza kumwabudu Mungu wake peke yake. Kumbuka, Mungu anasema ni Mungu mwenye wivu, na ndio maana anawazuia wana wa Israeli kwamba wasije wakaoa nje ya taifa hilo, kwa sababu Mungu ni mwenye wivu. Kwa hiyo ina maana kwamba Mungu, lengo la kuwazuia ni kwamba anahitaji abudiwe yeye mwenyewe, tusiabudu miungu, sanamu. Kwa hiyo unajikuta Suleiman aliabudu sanamu, aliabudu miungu ya wake zake kule. Hilo ndio tatizo lilomfanya Sulemani, hekima yake dhambi akatenda Sulemani. Hicho ndio kilisababisha hata Mungu akakasirisha na kuoa wanawake wengi, Kwa hiyo ndio sababu hata Mungu akamwambia, wewe una makosa Sulemani. Lakini maandiko matakatifu yanasema juu ya anguko la kuoa wanawake wa mataifa mengine, tunauona mfano mwingine uliokuwepo kwa nani? Samson aliteuliwa na Mungu. Katika maandiko matakatifu ni kijana ambaye alikuwa na uwezo mkubwa. Mungu alimteua kama mwamuzi wa Israeli, akampatia nguvu, na nguvu zake zilikuwa ni za pekee. Nguvu zake zilikuwa zinakaa katika nywele toka zaliwe. Mungu alimwambia yule mama na ile familia ya kwamba huyu mtoto usije ukapitisha wembe kichwani mwake mpaka muda ambao nitakaposema. Usipitishe wembe, usinyoe nywele zake. Kwa nini Mungu alisema hivyo? Aliweka agano kwa njia ya nywele zake, ya kwamba kupitia nywele zake atafanya mambo makubwa. Ndio maana Samsoni alikuwa na uwezo wa kupigana na jeshi kubwa, watu 3,000 alikuwa anaweza kuwapiga wale watu ambao walikuwa ni jeshi ambao lilikuwa linakabili watu wa Mungu, na yeye alikuwa ni mwamuzi. Kwa hiyo Samson alikuwa na nguvu za kimungu, na nguvu zile na maelekezo yalikuwa kwenye nywele zake. Lakini shetani ambapo alitafuta nguvu ya Samsoni, akaamua kuiondoa vizuri kupitia nani? Kwa njia ya mwanamke. Huyu mwanamke ambaye alikuta Samsoni amemtoa ni mwanamke sio wa taifa lake. Wazazi wake waliweza kumtahadharisha mapema, kwa sababu walimsikiliza Mungu wa Israeli, Mungu wa mbinguni. Mungu aliyekuwa akiabudiwa na wazazi wake Samsoni waliendelea kumwambia Samson, usije kwenda kuoa kwa mataifa yale ya Misri, huko usiende kuoa. Lakini Samsoni, kwa sababu moyo wake ulivutwa na yule mwanamke, unajua siku zote mwanamke tunawaita kama makahaba. Sasa tunawaita kama mwanamke ambaye hamjui Mungu, anakuwa na lugha ndani yake, kwa sababu kuna shetani ndani yake, kwa sababu kuna ushawishi wa nguvu ya giza. Hamjui Mungu aliye hai, ana ushawishi mkubwa, ana uwezo wa kujipamba kwa sababu ya kuweza kuvutia. Ndio maana makahaba unawaona wasiomjua Bwana, watu wa mataifa, wapagani, wana namna ya kuvaa, wanavaa namna ya kikahaba, wanavaa ili kuweza kuharibu ndoa, wanavaa ili mradi wamvutie mwanaume wa mtu fulani. Na ndivyo ilivyokuwa Samson. Katika injili yake akaenda kuhubiri. Samson alikuwa anamaliza kufanya injili, akakutana nani tena huko? Biblia inaeleza alikuwa anaelekea kwenda kuhubiri mahala fulani. Samsoni alipoenda kuhubiri huko, alikutana na mwanamke wa mataifa ambaye alikuwa ni nani? Alikuwa anaitwa Delila. Alipokutana na mwanamke, alimshawishi Samson na akambembeleza kwa nguvu zote. Samsoni akasahau ya kwamba Biblia inaeleza ya kwamba asiende kuoa mwanamke wa mataifa, maana atamletea hatari kubwa. Biblia inaeleza namna hiyo. Kwa hiyo wewe unayenitazama hapo, rafiki yangu unayenitazama katika televisheni hii, huenda uko katika bara la Ulaya, uko bara la Afrika, jambo tu ambalo nataka nikwambie, mahala popote pale unaponitazama sasa hivi, usisubutu kuoa mwanamke kama Samsoni alivyofanya. Samson aliweza kukosea. Kosa la Samsoni, alienda kuoa kwa mataifa. Alienda kuoa kwa mataifa gani? Alienda kuoa kwa mke nani? Huyu alikuwa anaitwa Delila. Kwa hiyo Delila ilipelekea akamfanya Delila akamnyoa nywele zake, alimbembeleza, na alipombembeleza na matokeo yake ikafikia hatua akakosea Mungu na akanyolewa nywele zake, na mwisho wa siku akatobolewa macho. Lakini hatima ya Samsoni ilikuwa ni kwamba akamlilia tena Mungu kwa mara nyingine, akamwambia kwamba basi naomba Mungu nipe tena nguvu, nijilipize
ndipo Mungu akarejesha nywele zake. Biblia inasema nywele zilipoanza kuota kwa Samson na matokeo yake kujilipiza kwa Samson ilikuwa ni vibaya. Matokeo yake alienda kujilipiza kwa Wafilisti, akafia kwenye lile jengo la starehe la kipindi hicho, ambapo walikuwa wanafanyia dhambi na uovu katika ile jengo ambalo lilikuwa na nguzo kubwa. Unaona madhara ya kuoa mwanamke wa mataifa mengine, kuoa mwanamke asiyekuwa wa imani yako, au kuolewa na mwanaume asiyekuwa wa imani yako. Hayo ndiyo madhara yaliyompata nani? Samson. Kwa hiyo usije na wewe ukafanya makosa kama haya. Kijana unayenitazama hapo, usifanye makosa kama haya, kuoa mwanamke aliye nje ya imani yako. Ama binti unayenitazama hapa, unataka kuolewa, angalia mwanamume sahihi ni yule ambaye anakuwa wa imani yako. Ngoja nirudie tena kidogo hapa niweke sawa. Jambo liko moja hili hapa. Kuna mtu mmoja anaweza kusema, mtumishi, lakini sasa hata kama nimempenda mwanamke ambaye ni wa mataifa, ama ni wa imani yangu nyingine, ama ni Muislamu, nifanye nini sasa? Je, naweza nikafanya? Si nitambadilisha? Ninambadilisha. Sikiliza nikwambie, huwezi kumbadilisha mwanamke. Huwezi ukafanya operation ndani ya moyo wa mwanamke ikiwa umeshamuoa tayari. Maana yake Biblia inasema lazima uhakikishe kwamba awe wa imani yako. Na ngoja nikwambie, samaki mkunje yungali mbichi. Nataka nikwambie, kama unataka kuoa mwanamke umempenda lakini sio wa imani yako, nataka nikwambie, Paulo anashauri ni heri muache kwanza, umbadilishe kwanza. Usimwambie kwamba anataka kukuoa. Fanya injili kwake, eleza, peleka injili. Akisha kubali akaona mwelekeo, akampokea Yesu, akawa wa imani yako, hapo ndipo sasa unaweza kumwambia nataka kukuoa. Lakini usioe kwa sababu una matarajio utambadilisha. Mungu akisema usifanye hiki, lazima tu atakubadilikia. Na usiseme kwamba huyu mwanaume nitaolewa naye, nitafikia hatua huko nitamgeuza, nitambadilisha tu. Huyu ni mwanaume, ndio nimeona huyu, nimemwona huyu labda ni Muislamu, au nimeona huyu ni mpagani, ni wa imani fulani. Nataka nikwambie, hakuna hatari kubwa kama imani. Na ndio maana watu ambao wanafanya mauaji makubwa katika ulimwengu huko ni wale watu ambao wana imani. Na ndio maana nataka nikwambie, katika imani moja ya Kiislamu, wao wako tayari kupigania imani yao, wako tayari kuua mtu. Kwa sababu gani? Hakuna vita mbaya kama ya imani. Na ndio maana unatahadharishwa sana unapofika ndani ya ndoa mkaanza kupishana kwa njia ya imani. Hapo vita yake sio ya kawaida. Huwezi kumbadilisha mwanaume. Nataka nikwambie, mtaishi siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, mwezi. Mkishazoeana, tabia zikaanza kuzuka, tabia zikazuka. Hata kama alikuwa anakuruhusu kwenda kanisani, narudia tena, hata kama alikuwa anakuruhusu kwenda wapi, utashangaa roho zinaanza kupingana. Roho gani? Ninyi katika mwili mmetoka sasa. Roho iliyo ndani ya huyu mwanaume itaanza kudai nguvu ya ibada ya baba yake. Kama ni Muislamu, atataka uende kwenye Uislamu. Kama ni Mkristo, wewe ni Muislamu umeolewa na Mkristo, atataka uende kwenye Ukristo. Hicho ndicho kilichopo. Na magomvi ya imani ndani ya ndoa ni hatari. Kwa hiyo Mungu ametoa tahadhari kubwa sana. Kijana mmoja ambaye alikuwa ni mcha Mungu mzuri, akaja kwangu akawa ameniambia, mtumishi, nimemuona mwanamke mahali fulani. Sijaona mwanamke kanisani. Nikamwambia, kweli wewe hujaona mwanamke kanisani? Akasema, yani kiukweli nimejaribu kuangalia kanisani hapa muda mrefu, sijaona mwanamke akuoa. Nikamwambia, wewe hiyo roho inakuongoza sio roho nzuri, ni roho ya shetani. Kweli kanisa lote hili hujaona mwanamke wa kuoa, basi nenda toka nje ya kanisa hili, lakini tafuta imani yako. Kwa sababu imani yako haipo tu pale unapoishi, iko sehemu nyingine tofauti. Nenda katafute makanisani mengine, katafute, kazunguke, ili mradi wewe wa imani yako. Wapo kila mahali. Toka hata nje ya Dar es Salaam. Nilikuwa ni Dar es Salaam. Akasema sawa mtumishi. Akajaribu kuzunguka kama mwezi, akasema sijaona. Mimi nimeona mtu yupo kule, nimemwona mwanamke mmoja, lakini huyu ni mwanamke, ni Muislamu. Yeye alikuwa ni Mkristo mzuri, mcha Mungu mzuri. Akasema mtumishi, sasa mimi nataka kuoa, mimi huyu nitambadilisha. Hebu nisikilize vizuri. Huyu kijana muda ulipofika akamuoa, na yule binti akaamini atambadilisha. Muda ulipofika, ndoa ikafungwa, na ndoa yake ilifungwa kwa kifahari sana. Alikuwa na uwezo mzuri wa fedha na magari. Ndoa ilikuwa ni ya mamilioni. Yani honeymoon ile walienda kwenye hoteli ya nyota 5. Manake level kubwa ya maisha. Kwa ndoa ilifungwa kwa gharama kubwa sana. Sasa kwa sababu nilikuwa nimeshamtaarifu, akaona siwezi kufanya hilo zoezi la kusubiria kutafuta mwanamke wa imani yangu. Nikamwambia basi sawa, usio na wasiwasi, kwa sababu
Biblia inasema Mungu huwaacha watu wachague, kwa sababu ya mioyo yao migumu huwaacha. Ili mradi Mungu alikuleta kwangu na akakueleza kwa kinywa changu tahadhari ya kuoa mwanamke aliye kinyume na imani yako. Muda ikapita mwezi wa kwanza, ndoa yao ilikuwa salama. Umejua ndoa inapokuwa changa huwa ina vitu vingi, upendo uwaga unafunika vitu vingi na inasababisha usione chochote. Sasa ikafika miezi mitatu, wanaamka wanaonana, miaka inaenda, wakapata mtoto. Mwisho wa siku yule mwanamke akaanza kusema maswala ya Yesu wako. Binti anaanza kusema tu, kwanza usinieleze maswala ya Yesu, mimi sina habari ya Yesu. Mimi na Ukristo wapi na wapi? Mimi naamini dini yangu ndio dini ya haki. Yaani wewe usiniletee hapa, nje na hapo sitaki kuona hapa mwanamume ambaye ni Muislamu. Unajua yule kijana siku ya kwanza anatamkiwa hivyo aliona kama utani. Akaanza kukumbuka maneno niliyokuwa nikimwambia. Akanipigia simu akaniambia, mtumishi, leo sijalala vizuri. Nikamwambia, hujalala vizuri kwa sababu gani? Maneno yako yanatimia. Yapi? Akasema kuoa mwanamke kinyume nje ya zebu langu. Nimeanza kuyaona. Nikamwambia, imekuwaje? Leo mke wangu ameamka ameniambia maswala ya Yesu kumwambia niombe. Walikuwa ni watu wa kufanya ibada, wanaamka wanafanya ibada, usiku wanafanya ibada, wakitaka kulala wanafanya ibada, wakitaka kuondoka kwenda kazini wanafanya ibada. Kumbe yule mwanamke roho imeshaingia ya kudai miungu ya nyumbani kwao, inataka kutawala nyumba. Anasema sitaki habari za Yesu, nataka habari za dini yangu ya Kiislamu. Na muhitaji aitwe Allah, aitwe Muhammad mtume wa sallallahu, anatakiwa aitwe hapa. Hatuhitaji ibada hizo nje na hapo, kila mmoja sasa tugawane vyumba. Vita ikaanza ndani. Mwanaume ilibidi aanze kushuka, akashuka, na mwisho wa siku binti akaanza kwenda msikitini. Wakashangaa ya kwamba mbona walikuwa wameoana wanaenda kanisani, binti anasana tena kwenda msikitini. Ikafika hatua yule kijana akakubaliana na hivyo, akaanza kuwaruhusu wale watoto. Ghafla hata watoto wakaanza kwenda kwenye ibada ya Kiislamu, wakati kijana alikuwa ni mzee wa kanisa mzuri. Hata ikafika hatua asiweze kuendesha uhusika ndani ya uzee wa kanisa. Akaona kushangaa mabadiliko makubwa. Mzee wa kanisa kwenye vikao hapatikani. Nini? Ndoa inavuruga. Usiombe pigo la ndoa likavuruga. Ndoa ina mambo mengi. Ndoa imesababisha watu wengi wasione uzima wa milele. Ndoa imezika ndoto za watu wengi. Ndoa imezika watu wenye ndoto. Utajiri, yani maarifa ya watu wamekufa kwa sababu ya ndoa. Nimeshuhudia watu wengi walikuwa na ndoto kwamba wakiingia kwenye ndoa maisha yao yatakwenda sawa sawa, lakini walipooa walikosea. Ndoto zao zimeishia makaburini. Wapo watu wamekufa makaburini kwa sababu ya ndoa zao. Ndoa zimeharibika. Ndoa imekuwa miba. Ndoa zimekuwa vilio. Walikuwa natarajia matunda ya ndoa, furaha, sasa wanalia, ni maombolezo. Walikuwa ni watu wanatakiwa kuwa matajiri wakubwa, lakini ndoa zimeharibu zile ndoto, zimekufa. Na ninaongea na watu ambao wananitazama hapa. Ndoa zimesababisha wawe na vilio. Ndoa zimeharibu future ya maisha yao. Ndoa zimeharibu kesha ya watoto wao. Wamebaki na vilio. Sababu ni nini? Hawakukaa kuisikiliza Biblia inasema nini. Niseme tu nikutakie neema, nikutakie baraka wewe uliyenitazama. Inawezekana uko Marekani unanitazama hapo. Inawezekana unanitazama uko bara la Afrika. Inawezekana unanitazama uko India. Inawezekana unanitazama uko South Africa. Unanitazama uko Botswana, Japan pale, Saudi Arabia, unanitazama pale sehemu mbalimbali. Watu wangu mlioko Uarabuni, hata Waislamu najua hapa mnanitazama. Wapo mashehe. Nimezungumza sio kwa matabaka, nazungumza kwa niaba ya kukuelekeza. Kwa sababu wewe Muislamu, olewa na Muislamu wenzako. Kwa sababu mtawezana. Kwa hiyo nimezungumza kwa pati mbili. Usikubali kuolewa ama kuoa nje ya imani yako. Niseme Mungu akubariki. Tuendelee kuombeana. Vijana mmenisikiliza. Sisi ambao tumepita nyakati nyingi katika hizi ndoa, tumeona tumepita ujana huu. Sasa naelekea miaka 40 na kwa sababu changamoto ya mambo ambayo niliyokuwa nayo yamenipitisha kwenye section kubwa ya kujifunza masuala haya, na neno la Mungu linaimarisha. Mungu akubariki. Unapoziona hizi namba zinapita hapo chini kwenye television yako, kwenye skrini yako, unaziona hizi namba zinapita hapo, ni namba za kuichangia hii huduma. Mahala ambapo ulipo unaweza ukatumia fedha yako. Sema nikutakie neema, nikutakie baraka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Asante.